Siku ya leo, siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 2026, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza liliketi katika kikao chake cha kawaida na limetoka na maazimio yafuatayo. Moja, Baraza la Umoja wa Vijana wa CCM mkoa wa Mwanza katika kikao chake cha kawaida kilichoketi siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 2026, pamoja na mambo mengine, baraza limempongeza Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume makini ya kuchunguza matukio yote yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana Oktoba 29. Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza linaipongeza tume kwa ripoti nzuri ambayo inaliunganisha taifa na kuleta usawa na umoja katika jamii. Lakini mbili, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza linampongeza tena Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hatua alizochukua za kuunda wizara mahususi ya kushughulikia na kusimamia masuala ya vijana. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais alivyoapishwa aliunda wizara ya kusimamia mambo ya vijana ambayo iko chini ya ofisi yake. Lakini vile vile mtakumbuka ndugu wa Tanzania, mnamo wiki moja iliyopita tulipokea ripoti ya maombi ya mikopo ya bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa amezitenga kwa ajili ya kusaidia vijana kiuchumi. Na katika ripoti hiyo Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza limeweza kuipitia kwa kina, kuijadili na kugundua mambo yafuatayo. Moja, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza alijaridhishwa na ripoti ya maombi hayo, kwa sababu ukiangalia pale katika maombi yote vijana wote 1961 ambao wameweza kupewa mikopo hiyo, hakuna hata kijana mmoja wa mkoa wa Mwanza. Hivyo Baraza la Vijana wa Chama cha Mapinduzi limesikitishwa kwa kitendo hicho. Lakini vile vile baada ya kuipitia ripoti ya wizara imebaini mambo yafuatayo. Wizara iliweza kuainisha kwamba miongoni mwa vitu vilivyofanya vijana waweze kukosa mikopo ni kushindwa kuandika maandiko miradi mizuri na vile vile kushindwa kuambatanisha viambatanishi sahihi. Hivyo Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza katika kikao chake tulichoketi leo tumeshauri mambo yafuatayo. Moja, Baraza la UVCCM mkoa wa Mwanza limeiomba wizara kutoa elimu ya kutosha kwa vijana kuhusu utaratibu, vigezo na fursa za mikopo ili kuongeza uelewa na ushiriki wao katika mikopo hiyo. Kwa sababu unaweza ukaona pale, ndugu waandishi wa habari, kwamba kuna vijana wanashindwa kuandika maandiko miradi. Kwa hiyo nafikiri sasa umefika wakati wa wizara kutoa elimu ya kutosha ni kwa namna gani vijana wanaweza kuandika maandiko miradi ambayo ni mizuri na ambayo iko sahihi kabisa, ili awamu ijayo wakiweza kuomba waweze kupata. Na hii pia ni wakati sahihi sasa kwa maafisa vijana katika mkoa wetu wa Mwanza wote, katika wilaya zetu zote 7 waweze kutoka na kwenda kutoa elimu kwa vijana namna ya kuandika maandiko miradi ili awamu ijayo waweze kupata mikopo hiyo. Lakini mbili, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza linaiomba wizara iweze kutoka na kusema ni lini awamu ya pili ya mikopo hiyo itaanza kufanya nini, kutolewa, ili vijana wote wa mkoa wa Mwanza waweze kujiandaa kwa ajili ya kuomba mikopo hiyo na kuweza kuipata. Na tunalizungumza ile mikopo kwa sababu mnaweza mkaangalia uchumi wa mkoa wa Mwanza, karibia 50% ya uchumi wetu ni vijana wajasiriamali ambao wanatengeneza uchumi wa mkoa wa Mwanza kwa 50%. Kwa hiyo tunaamini kuwapa vijana wa Mwanza mkopo huu utasaidia kukuza uchumi wa mkoa wetu na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini jambo la tatu na la mwisho, Baraza la UVCCM mkoa wa Mwanza limeiomba wizara kuweka na kuangalia upya viambatanisho ambavyo vinatakiwa wakati wa kuomba mikopo. Ukifuatilia taarifa ya wizara ilikuwa imesema kijana aambatanishe kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha NIDA. Lakini tunaweza tukakubaliana na jambo moja. Ukienda kwa kina zaidi utagundua kwamba vijana wengi, mara ya mwisho wakati Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inapita kuandikisha wapiga kura ilipita mwaka jana, nafikiri mwezi wa 8. Na mwaka jana mwezi wa 8 kama sio mwezi wa 5. Leo ukiangalia imepita karibia miezi 6. Kuna vijana ambao wametimiza miaka 18 mwezi wa kwanza. Kuna vijana ambao wametimiza miaka 18 mwezi wa pili.
Kuna vijana ambao wametimiza miaka 14 mwezi wa 3. Maana vijana hao wote na wenyewe walikosa sifa na wakashindwa kuomba mikopo hiyo kwa sababu walikuwa na kitambulisho cha mpiga kura. Lakini ukienda upande wa NIDA vile vile kuna changamoto vile vile. Vijana wengi wana namba za NIDA na hawana vitambulisho vya NIDA. Tunashauri sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, tunaomba wizara iangalie upya viambatisho hivyo, ikiwezekana vijana waweze kutumia hata vyeti vyao vya kuzaliwa kuweza kuombea mikopo hiyo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.